Ya hapa ni Marekani vile mnavyoona, na hizi ni nyumba tu za kawaida, hizi ni apartment za kawaida tu za watu ambao si ati matajiri sana vile, ni watu ambao bado wanangali wanajitafuta. Mkiona ni kusafi kiukweli, Marekani mazingira yake inakuanga vizuri sana, hakuna mbaya. So na hapa vile mnavyoona watu sio wengi nje, sababu wengi wameenda kazini na wengine tu wanatulia kwa nyumba zao, na ukiangalia hali ya hewa ni kibaridi baridi, ni kama mvula inaelekea kunyesha ya kitu kama hiyo. Sasa swali ni hii, labda tofauti ya Marekani na nchi zingine ni kwamba Marekani unaweza kuwa labda unafanya kazi, au ikiwa labda ufanyi kazi kwa kipindi fulani, bado kuna mashirika kadhaa ambazo zinasaidia watu ambao hawafanyi kazi. Labda hauna uwezo wa kulipa nyumba kwa hiyo kipindi fulani cha mwezi, kuna mashirika yanakusaidia kwa kulipia nyumba, mengine mashirika yanakusaidia kwa kulipia stima na kuendelea. So mashirika yako mengi, kuna mashirika mengine yako na pesa na yanatafuta watu wa kusaidia. So hiyo ni kitu muhimu sana kwanza kuhusu Marekani, na alafu nafurahia zaidi. So kuhusu magari, ukiangalia magari nyingi zaidi ni za kifahari tu. Hakuna gari ya bei chini au ya kawaida. Yaani kila mtu kuna gari ya bei nzuri sana. Haijamaanisha kwamba ni matajiri wa ajabu sana, kama vile nimesema ni watu wa kawaida ambao bado wangali wanajitafuta. Lakini gari ambazo wanatumia ni gari kabisa ziko na sifa nzuri sana, gari za bei, na hawa ndio tunasema eti wa maskini wa hapa. So which means wa maskini wa hapa sehemu nyingine wanaweza kuwa ni matajiri kiukweli kabisa. Kwanza kitu muhimu ambayo ningependa kuongelea zaidi kwa wakimbizi, tafadhali wakati mnapofika nchi kama hizi ni wakati wa kupumzika, sio wakati ya makonflikt tena za kifamilia, mnaanza kukokotana bibi na bwana, mnapigana. Hapana, mnatulia, mnakula raha sasa ya maisha, mnapumzika kiukweli. Lakini unakuta watu wengine wakifika huku ndio ugomvi inaanza, oh pesa sijui nini. Sasa unataka upate pesa nyingi alafu utumie watu sijui sehemu gani, alafu wewe uishi kwa njia ya tabu. Maisha yako ni muhimu sana pia. Na hii mambo ya kupigana haiko tamaduni, yani culture ya huko. Huko watu wanaheshimiana sana, hawapendi watu kukosana. Kiukweli watu kama wanapendana kiukweli, bibi na bwana wanapendana kiukweli, hapana ya unafiki. So hii mambo ya kupigana ni mambo yetu sisi wa Afrika, tunapenda sana vitu ya kupigana, lakini hapa kiukweli hawapendi vitu kama hii. Hapo umefika kiukweli ni muda sasa wa kuenjoy maisha, hakuna tena vita nini. Muda kuheshimiana, muda wa kuanza kuishi sasa maisha ya kweli. Kama umechoka sana sijui na maisha ya Afrika ya vita, maisha magumu ya njaa na kuendelea, kwa nini kufika huku majuu mwanzo kupigana tena? Kwani hakuna kusameheana na muishi maisha tu ya utulivu, maisha ya kawaida ambayo itasaidia pia familia na watoto pia wawe na education nzuri. Marekani sio fasi ya watu kupigana tena sana. Hiyo ni vitu vimepita na wakati. Sasa ni muda wa kuishi maisha mazuri. Kama Mungu amekupea neema ya kufika Marekani ama huku majuu, ishi maisha mazuri ya utulivu. Hiyo tu peke yake, hakuna mambo mengine.